Bwana asifiwe. Sabato njema. Basi tuanze kwa dua kisha tuendelee. Baba mtakatifu, katika jina la mwanao Yesu Kristo, tunakushukuru kwa siku nyingine tena. Mungu umetupa kibali, wanako tunaendelea kulihubiri neno lako, na Roho wako mtakatifu aendelee kusema nasi hata tutakapomaliza. Jina na utukufu wako ndio vikatawale mahali hapa, tukanene atokayo kwako, sisi tusionekane, ukaonekane neno lako Mungu. Tukiomba na kushukuru katika jina la mwanao Yesu Kristo, amen. Kipindi hiki ni cha uamsho na matengenezo, lakini nimeandaa tu somo haraka ili tuweze kuangalia miongoni mwa mambo ambayo tunapaswa kutengeneza, kwa sababu Mungu ana sheria zake, na katika sheria zake na amri zake ziko amri ambazo amewekea mkazo sana, na iko amri ambayo alisisitiza sana, kwa sababu kuna amri ambayo Mungu yuko serious nayo kuliko amri nyingine zote, hasa zile za kumuhusu yeye. Kama tunavyojua, katika amri za Mungu zimegawanyika katika mafungu mawili, kuhusu yeye na sisi na binadamu wenzetu, lakini zile za kumuhusu yeye pia ziko ambazo zina msingi kamili, ambazo tutaenda kuangalia moja hapo katika zile 4, maana ziko 4 pale. Sasa tutaenda kuangalia moja hapo ambayo Mungu hiyo ukiichezea kuna matali zake mbele huwa zilipo nyingi sana, na unaweza ukaibadilisha kwa kujua au kwa kutokujua. Sasa msomaji, nisaidie Kutoka 20 anzi yake ni 3, tuziangalie hizi amri za Mungu kwa umakini sana, alafu tukaichunguze amri moja ambayo Mungu amewekea mkazo sana katika zote hizo 4. Anasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Mungu anawaambia Wanaisraeli usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Ya pili anawaambia usijifanyie sanamu ya kuchonga. Sasa hiyo sanamu ya kuchonga, nenda amri yake ya 3 nasemaje hapo? Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Ya 4, ikumbuke siku ya Sabato itakase. Sasa miongoni mwa hizi amri 4 ziko amri 2 hazina maelezo mengi, lakini ziko 2 zina maelezo. Kwa mfano ukiangalia amri ya 2 ina maelezo hapo, amri ya 4 nayo ina maelezo kwa nini aliwapa Sabato, lakini amri ya 2 ina maelezo tofauti na nyingine zile zote, na ina ahadi ndani yake. Sasa isome hiyo ya 2 kuhusu sanamu hapo. Anasema usijifanyie sanamu ya kuchonga. Mungu anaambia usijifanyie sanamu ya kuchonga, wala mfano wa kitu chochote, kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Yaani kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia. Kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Ninawapatiliza wana maovu ya baba zao kabisa, hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanachukizao kabisa. Nami na warehema elfu wanipendao na kufanyaje? Na kuzishika amri zangu. Kwa hiyo ukiona hiyo ni amri ambayo Mungu anaisema, lakini kaiwekea maelezo mengi sana. Yaani athari ya wewe kuchonga sanamu inaonyesha itaathiri kizazi chako cha 3 hata na cha 4. Na tena inasema na warehema elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Ina maana pindi unapochonga sanamu umetangaza chuki juu ya Mungu, yaani kwamba Mungu tayari umemchukia na una vita naye na una ugomvi naye. Kwa hiyo unaweza ukaangalia ukawa leo pengine watu wanaambiwa na mikosi, si una laana za ukoo, kumbe babu yako alisujudia bwana. Alisujudia mti, mizimu, nini na kadhalika. Kumbe tayari ushatangaza vita na Mungu. Kwa kile unalofanya alifanikiwa, kwa sababu Mungu tayari anatangaza vita yake juu yako toka mababu na mababu huko nyuma. Unaona? Kwa ni amri moja hapo ambayo ya kuiangalia sana hiyo, ndugu zangu. Sasa hiyo amri tukiangalia, si kila mtu rahisi atakubali kwamba anaivunja. Yaani kuna watu kabisa unaona kabisa hao wanavunja na wanagoma kabisa, sisi hatuvunji. Nisomee hiyo katikesi maswali na majibu. Soma ukurasa wake wa 130. Soma hapo, afu tuende haraka tuiangalie sasa kwenye maandiko yanasemaje, kwa sababu utawakuta nao wanaabudu hicho kitu hapo. Na ukiambia nyinyi jamani mnaabudu hapa, hii ni sanamu, wanagoma na wanatoa sababu zao. Mfano mimi sababu ambayo niliangalia sana ndugu zetu Waislamu, kitu ambacho ziko sababu za watu wengi wana sababu zao kwa nini hawajawa Waislamu au waliangalia dini akaona haifai. Ziko sababu nyingi, wengine majini na kadhalika, lakini mimi sababu ambayo mimi nilikaa na kutafakari sana nilipokuja kugundua kila sijida unaosujudia hapa
inatakiwa ikalenge kwenye ukuta mmoja, ukuta huu mmoja, na huo ukuta ni jiwe kabisa liko pale, na ndani sijui kuna nini. Sasa kwa nini mpaka Mungu ambaye anastahili ibada amensheniwe na kitu kilichopo duniani? Hilo ndio swali mimi sijapatiwa nalo jibu na nikajitafakari sana, unaona. Lakini ukiuliza sema sisi hatuna sanamu, tunamsujudia aliye juu, lakini kile kitendo kinaelekea sehemu moja ambayo ndio ina direct hapo, unaona. Ile ni sanamu kabisa iko pale. Tutakuja kuangalia hapo mbele. Soma hiyo Bustani inasemaje ukurasa wa 130, hizo kipengele cha sanamu hapo. Anasema, inasemaje? Kwa nini tunaziheshimu sanamu takatifu? Subiri kwanza. Kwa nini tunaziheshimu nini? Sanamu takatifu. Ina maana tayari wana sanamu, wanachofanya wao ni kuziheshimu. Lakini kumbuka Mungu alisema usichonge, lakini wao wamechonga tayari, ila wanasema wanazifanyaje? Wanaziheshimu. Hebu endelea, wanasemaje hapo mbele? Anasema, tunaziheshimu sanamu takatifu. Tunaziheshimu sanamu takatifu ili kuheshimu wale watu ambao zinawaonyesha. Kumbe wanazichonga hizi kuziwekea nini? Kuziheshimu. Yaani kwa ajili ya kuziheshimu tu, lakini wanatoa ile neno kuliabudu. Endelea mbele hapo. Kuheshimu si sawa na kuabudu. Kumbe kuziheshimu si sawa na kufanyaje? Na kuabudu. Lakini hawajatutolea andiko kwamba kuna kitu kingine tunachotakiwa kukiheshimu isipokuwa Mungu. Rudie ile Kutoka 20. Tuangalie kwenye amri nasemaje pale. Anasema, usijifanyie sanamu ya kuchonga. Sisi tutajifanyia ila tuziheshimu tu. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Tutajifanyia, hatuziabudu, tutaziheshimu. Tutachonga lakini hatuabudu, si ndio? Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Kumbe cha kwanza usijifanyie sanamu ya kuchonga. Usijifanyie sanamu ya kuchonga, unaona? Sasa nenda hiyo Bustani ya Katekista, fungua ukurasa wa 74 huo. Ukurasa wa 74. Ukurasa wake ni wa 74. Wanatoa hapo sababu napo moja hapo. Kwa nini wanazichonga hizo sanamu? Lakini Mungu ni dhambi moja ambao wamekataza live, lakini hao wanachonga wanazo, lakini wanatoa sababu sisi hatuziabudu. Lakini cha kwanza kumbuka Mungu alichosema usijifanyie, yani usijichongee. Sio uchonge afu ziweke, usichonge kabisa. Ukurasa 74 chini kabisa huko kipengele cha 4. Kwa nini wanasemaje hapo? Anasema, je, Mkristo Mkatoliki anaabudu sanamu na picha? Mkristo Mkatoliki anaabudu sanamu na picha? Endelea. Anasema, nenda kwenye nyota hapo, kuna sehemu nimekuwekea. Anasema, ukichunguza masomo haya, kinachokatazwa na Biblia ni kuabudu. Ni kufanyaje? Ni kuabudu. Endelea. Kusujudia sanamu, sio kuzichonga. Kumbe sio nini? Sio kuzichonga. Yaani ina maana kule kusema usifanyie sanamu ya kuchonga si kwamba lengo tuzifanye ila tusisujudie wala kuziabudu. Lakini ukiangalia Biblia watu wameenda kinyume na Biblia kabisa wazi, na ukiambia Bwana Mungu ili kakataza, wenyewe wanasema hapana, sisi hatuabudu, tunazichonga tu lakini tunaziheshimu. Endelea kusoma. Anasema, anasema kuabudu, kusujudia sanamu, sio kuzichonga wala kuzichora. Sasa watu kama hao ukiwadai andiko, hapo ndo anaanza maelezo na kupambana na midomo. Mwisho wa siku unaona kabisa ni watu waliopotoka. Lakini Biblia tukirudi kuangalia kizazi chetu tunachoishi sasa hivi, kipimo cha kutaka kujua wewe unamwabudu Mungu wa kweli kwa kizazi hiki hapa ni moja tu. Hebu nisaidie Wathesalonike wa kwanza 1, nenda 8 na 9 mpaka 10 pale. Yaani kipimo cha Mkristo sasa hivi ukitaka kujua wewe haupo kwenye ibada ya sanamu, yaani kivyo vyote vile utumiki sanamu ya aina yote. Soma Wathesalonike wa kwanza 1 nenda 8. Anasema, anza 8, nasemaje? Maana kutoka kwenu neno la Mungu limevuma. Sasa kuna watu wanaambia kutoka kwenu nyinyi Wathesalonike neno la Mungu limevuma, si katika Makedonia na Akaya tu, ila ni kila mahali imani yenu mlionayo kwa Mungu imeenea kabisa, hata hatuna haja sisi kunena lolote kabisa, kwa kuwa nyinyi wenyewe wanatangaza habari zetu, jinsi kulivyokuwa kuingia kwetu kwenu kabisa, na jinsi mlivyogeukia miungu mkaziacha sanamu. Jinsi mlivyofanyaje? Rudia hilo neno. Jinsi mlivyomgeukia Mungu mkaziacha sanamu. Ina maana tukiona katika watu wengine ambao watu wamgeukia Mungu tutajua uko mbele, lakini tunaambia kuna watu wamemgeukia Mungu akaziacha sanamu. Endelea. Ili kumtumikia Mungu aliye hai. Wa kweli.
10 anasema na kumngojea mwanawe kutoka mbinguni, ambaye alimfufua katika wafu, ndio naye ni Yesu. Ina maana kuna wale wamehubiriwa na wamepata imani na kumgeukia Mungu wa kweli na kuziacha sanamu, huyo Mungu aliye hai na wa kweli, na wanamngojea mwanawe. Rudia hiyo 9 na 10 hapo. Yaani hiyo ndio imani ambayo utajitoa nje ya sanamu, ila kivyo vyote nje na hapo una sanamu ndani yako. Soma hapa. Kwa kuwa wao wenyewe wanatangaza habari zetu, jinsi kulivyokuwa kuingia kwetu kwenu, na jinsi mlivyomgeukia Mungu, mkaziacha sanamu, ili kumtumikia Mungu aliye hai, wa kweli, na kumngojea mwanawe kutoka mbinguni, naende nani? Ambaye alimfufua katika wafu, naye ni Yesu. Naye ni nani? Ni Yesu. Ina maana kuna Mungu aliye hai na wa kweli, afu tunamngojea mwanae ambaye ni nani? Yesu Kristo. Nje na hapo Mkristo jua moja kwa moja wewe una sanamu. Na usifikiri kama mtu uko na sanamu lazima akae pale ichonge awe nayo anaisujudia. Unaweza kumcheka yule lakini kumbe unayo kichwani. Hem, soma Walawi 26:1. Iko sanamu hata kuchonga ukafikiria tu kichwani. Yaani wewe kaambia Bwana ekaa hapa kwenye meza hii, tuambie Mungu ni nani? Kwanza unaanza utafuta ubao uko wapi? Uchole pembe tatu kwanza maelezo yaanze. Hiyo ni sanamu moja kwa moja, kwa sababu pindi unapokumfikiria Mungu kichwani ukaweka na maumbo unayojua wewe, hiyo ni sanamu ya kuchora kabisa. Msoma hiyo. Msifanye sanamu yoyote, wala msijisimamishie sanamu ya kuchonga, wala mnara, wala msiweke jiwe lolote. Wala mseke nini? Jiwe lolote. Basi kuna watu wanajiwe wanaligeukia wote. Ndio. Lakini tunaambiwa kuna wala usiweke jiwe lolote. Lakini leo kuna watu wamejiwekea jiwe moja hapo wanalo. Endelea kusoma mbele. Wanaligeukia. Anasema lolote lililochorwa katika nchi yenu. Ina maana kuna hata sanamu iliyochorwa. Ina maana hata kuna sanamu iliyochorwa. Lakini Mungu kakataza tusisujudie wala tusigeukie. Kwa hiyo ukiona wewe mpaka unataka kumfafanua Mungu wako mpaka uchole, yani ukuta mtu akakaa na elimu kabisa anaeleza Mungu naye anakucholea vitu. Wengine wanasema hivyo ndo kama yai, pembe tatu na vitu kaza wakaza. Yani mradi tu kutoa mifano kuonyesha Mungu na mfano na vitu vilivyopo duniani. Lakini Mungu kasema usijifanyie sanamu ya namna yoyote, mfano wa vitu vilivyopo juu mbinguni wala duniani wala chini ya nchi. Yani kama huenda una uwezo wa kuchonga sanamu ambayo haina mfano wa kitu kilichopo duniani wala kilichopo juu mbinguni wala chini ya nchi, basi kwa mujibu wa Biblia sanamu ya namna hiyo unaweza ukaichonga. Kama unaweza ukaichonga namna hiyo sio na mfano wa kitu chochote, basi unaweza kuichonga. Lakini kwa mujibu wa Mungu usijifanyie sanamu ya mfano wa kitu chochote, unaona? Lakini ni kwa sababu tu watu na Mungu vile shetani anazidi kupofisha fikra zao ndio unakuta watu wanapotoka kama hivyo. Lakini kuna sababu nyingi ambazo Mungu ametaka watu wasiwe na sanamu. Na miongoni mwa sababu moja wapo ambao ni nzito sana, kwa sababu watu watajaribu nafsi zao. Alafu pili, ibada ya sanamu inashirikisha na mambo ya kuua. Sasa tuangalie kwa mujibu wa maandiko. Soma Zaburi 106:36. Na huko mbele nitakaribisha michango tuweze kujifunza wote kwa pamoja. 106:36. Uhatari wa ibada ya sanamu. Sasa soma Zaburi 106:36. Soma Kiswahili cha kawaida afu tena kusoma kwenye hiyo habari njema. Zaburi 106:36, kwa sababu miongoni mwa ibada ya sanamu mambo ambayo ni hatari ni moja hapo ni hili neno hapa. Soma. Anasema wakazitumikia sanamu zao, nazo zikawa mtego kwao. 37 anasema naam, walitoa wana wao na binti zao. Walitoa nani? Wana wao na binti zao kuwa dhabihu kwa mashetani. Kumbe walitoa wana wao na binti zao kwa nini? Madhabihu kwa mashetani. Ina maana ile ibada ya sanamu unapoifanya mwisho wa siku itashirikisha na kutoa wana wako na binti zako. Inamaanisha mwisho wa siku unafanya mambo ya kuua, kwa sababu ile miungu mwisho wa siku inashinikiza mambo ya damu, kwa sababu usije ukategemea. Ndio mambo ya zamani, unaomba mizimu nasema mizimu inataka damu, inataka manake uhai pale. Mfanye tu dhambi ya kuua, mwisho kwa siku mhukumiwe tu. Lakini endelea kusoma hapo mbele mpaka 38. Anasema wakamwaga damu isiyo na hatia. Damu ya wana wao na binti zao. Kabisa. Waliotoa dhabihu kwa sanamu za Kanaani. Walitoa dhabihu kwa miungu ya Kanaani. Sanamu za Kanaani. Nenda kwenye Yeremia pia. Yeremia 19:4 na 5. Yeremia 19:4 na 5.
Yeremia 19 4 aya yake na 5 anasema hivi, kwa sababu wameniacha mimi, kwa sababu wameniacha mimi, nao wamepafanya mahali hapa kuwa mahali pageni kabisa, nao hapa wamefukizia uvumba miungu mingine wasiowajua kabisa, wala wao wala baba zao wala wafalme wa Yuda. Ndio. Nao wamepajaza mahali hapa, damu ya wasio na hatia, damu ya wasio na nini? Na hatia. Endelea. Nao wamemjengea Baali mahali pake palipo juu, ili kuwachoma moto wana wao. Ili kuwachoma nini? Moto wana wao. Ili kuwachoma moto wana wao. Maana yake ni kuwaua. Sasa endelea mbele. Wawe sadaka za kuteketezwa kwa Baali, tendo lisiloliamuru mimi, wala kulinena, wala halikuingia moyoni mwangu. Sasa hiyo Yeremia, nenda kasome Yeremia 19:4 na 5 kwenye hiyo habari njema. Yeremia kwenye habari njema hapo. Uje Kiswahili cha habari njema angalau kimenyosha kidogo maelezo ambayo yanaeleweka zaidi. Unaona, yani ni ile ibada ambayo unaifanya kwa sanamu inahakikisha na inashirikishwa na mambo ya kuua hapo. Lazima mfanye maibada za kuua. Yani mnakuwa mkienda kufanya ibada hiyo mnafanya na dhambi ya kuua hapo hapo. Ina maana hata Yesu mwenyewe naye alisema kuna saa inakuja ambao watu watazania kuwa wao wanamtolea Mungu sadaka. Inamaanisha wao kwanza watakuwa washapoteza Mungu wa kweli, wana sanamu tayari. Maana kile kipindi cha wana Israeli walivyoachwa nyumba yao ilivyoachiwa ukiwa, kile kipindi walizania kuwa na Mungu, lakini ndio kipindi ambacho walianza kuunda majeshi ya kuua mengi sana, kama vile Paulo naye alikuwa miongoni na kikosi chake cha kuua. Wakazani wanafanya kazi ya Mungu, kumbe sivyo, ni sanamu tayari imebaki nayo. Unaona? Soma hapo mtumishi. Anasema kwa maana watu wameniacha mimi, ndio, na kupatia najisi, ndio, mahali hapa kwa kufukizia ubani miungu mingine, ndio, miungu ambayo wao wenyewe wazee wao wala wafalme wa Yuda ndio hawajapata kuijua kabisa. Pia wamepajaza mahali hapa damu ya watu wasio na hatia kabisa, wakamjengea Mungu Baali madhabahu kabisa, ili kuwachoma wana wao. Ili kuwachoma nini? Wana wao. Ili kuwachoma wana wao kama sadaka ya kuteketezwa. Ina maana walikuwa kabisa wanaweka hai pale, wanawachoma moto. Yani si Mungu gani anafurahi kiasi hicho? Yani mpaka aone mtu akiwa anateketea pale ndio anaona yes, hii ni ibada kamili imefanyika. Ndio kama wale katika Wafalme 8 pale, Elia naye watu wanamuita Mungu wao wakijikatakata na madamu yakitoka hapo. Yani wanajegelagaza na kujiumiza kwelikweli ili Mungu asikie sauti. Mungu si wa namna hiyo, kwa sababu anasema mwenyewe si wa hivyo. Endelea kusoma mbele hapo. Anasema miungu mingine ambayo wenyewe wazee wala wafalme wa Yuda hawakuijua kabisa. Pia wamepajaza mahali hapa damu ya watu wasio na hatia wakamjengea Mungu Baali madhabahu ili kuwachoma wana wao kabisa, kama sadaka ya kuteketezwa. Kwa hiyo tunaona ibada za sanamu zinashirikisha na mambo ya kuua na makafara ya namna hiyo, ambao watu hawana hatia wanatolewa tu pale wakauawa. Yani inamaanisha ikisema watu ambao hawana hatia walikuwa wanatafuta wale watu, mfano kama ni mabinti wanatafuta binti ambaye ni bikira huenda, na kama kijana ni mbichi, yani ndio maana yake hana hatia, yani ana yani ni ya mtu ambaye kabisa astahili. So mzee ambao meno yameshang'oka menini, wanamtafuta yule ambaye kabisa hata elewi kinachofanyika hapa ni nini, ndio aenda kumtoa huyo. Kwa Mungu akiangalia mwenyewe ile wanaofanya pale ni dhambi, Mungu pale anachukizwa, lakini kwa mujibu wa ile miungu ndivyo ambavyo vinashinikiza wale watu na kudai vitu vina namna hiyo. Unaona? Sasa nenda katika Ezekiel 23:32. Ezekiel 23:32. Hii ni miongoni tu na mambo ya hatari katika ibada ya sanamu ambayo Mungu hataki tushirikishwe. Sasa ndakaribisha michango, kama mwingine una jambo la hatari unaweza kalifikiria, tuchangiane hapo. Soma hapo. Habari njema. Soma habari njema yoyote tusoma. Anasema mimi Bwana Mwenyezi, ndio Mungu anasema, mimi Bwana Mwenyezi Mungu anasema hivi, utakunywa toka kikombe cha dada yako, ndio kikombe kikubwa na cha kina kirefu. Watu watakucheka na kukudharau, na kikombe chenyewe kimejaa kitakulewesha na kukuhuzunisha sana. Ndio kikombe cha dada yako Samaria ni kikombe cha hofu na maangamizi. Ezekiel 23:37. 37. Anasema wamefanya uzinzi na mauaji. Kabisa. Wasubiri kwanza, wamefanya uzinzi na nini? Na mauaji. Endelea.
Wamefanya ukahaba kwa sanamu zao. Wamefanya uzinzi na mauaji na ukahaba kwa nini? Kwa sanamu zao. Kwa kinachofanyika pale Mungu anaona ni mauaji na uzinzi na ukahaba. Ukisema uzinzi maana yake unazini na ile miungu. Ukahaba ina maana tayari umeshamwacha Mungu, na uuaji yale mambo ambayo yaadhibiwa yanafanyika pale. Kwa dhambi ambayo unaifanya katika tendo la kuabudu sanamu, kunakuwa na hivyo vitu vimeshirikishana hapo. Unaona? Yaani vitu vyote vinafuatana, uuaji, ukahaba na uzinzi, vyote kwa ujumla vinakuwa viko hapo chini ya ibada ya sanamu hiyo, kwa sababu zile dhabihu ambazo zinachukuliwa na hiyo miungu moja kwa moja ni mauaji mbele za Mungu. Endelea kusoma. Anasema wakafanya ukahaba kwa sanamu zao, ndio hata kuzitambikia watoto walionizalia wao wenyewe. Yaani kuna watoto waliowazalia wao wenyewe wakaenda kumtolea miungu ya kigeni ya sanamu. Yaani waliokuwa wanachukua kabisa watoto ambao hawana hatia kabisa, watoto ambao ni wadogo, lakini Mungu anasema wamenizalia, lakini wanaenda kuwawekea hiyo miungu ya kigeni, yani masanamu. Endelea kusoma. Anasema tena si hayo tu, wamekufuru maskani yangu. Wamekufuru nini? Maskani yangu. Na kuzitangua sabato zangu. Siku ile ile walipozitambikia sanamu watoto wao wenyewe, waliingia patakatifu ili wapatie unajisi. Sasa tunaona mambo mengine ambayo walifuata huko. Tukaona baada ya kuabudu hiyo misanamu na kufanya mauaji na kadhalika, mwisho siku hata sabato hawakuzitii. Unaona? Soma tena katika kitabu cha Wafalme wa Pili 17:16. Wafalme wa Pili 17:16. Mimi naangalia tu sababu moja hapa ambayo Mungu hataki tuwe na sanamu. Miongoni mwa sababu ni kujaribu nafsi zetu. Ukisema neno kuharibu nafsi, maana yake Mungu alikuumba wewe uwe mtawala wa vitu vyote vilivyo duniani, lakini pindi utakapokichukua kimoja hapo na kujiwekea juu yako, ina maana wewe nafsi yako ushaharibu, umekiweka kile kiwe mtangulizi wako badala yako. Yaani tayari umejitiisha chini yake kile. Kwa hiyo tayari nafsi yako tayari hapo mwenyewe ushajitoa ule umiliki wako moja kwa moja. Tayari unakuwa umejaribu nafsi yako wewe kama wewe. Na vile vile unaweza kutolea mfano, kwa sababu wewe ni mfano wa Mungu. Inamaanisha hata kesho na kushokuto huko huenda hata Mungu mwenyewe katika vile vyombo vyake anavyovitawala kuna kimoja kina uwezo kuwa juu yake na akisujudia vile vile. Hiyo ni dhambi ambayo ya kuharibu nafsi yako mwenyewe. Ni hata vile vile katika inakuja katika hata pia katika utatu tunaona miongoni mwa vitu vingine vinachukuliwa vinaweka kuwa sawa nafsi moja na Mungu. Yaani sanamu moja kwa moja inaharibu nafsi kuanzia binadamu, Mungu mwenyewe na ibada yake kabisa vinapoteza. Yaani nafsi yako mwenyewe unajiharibu. Soma hiyo mtumishi. Anasema wakaziacha amri zote za Bwana za Bwana Mungu wao, ndio wakajifanyizia sanamu za kusubu, yaani ndama mbili, wakafanya na Ashera, mkaliabudu jeshi lote la mbinguni, ndio wakamtumikia Baali, wakapitisha watoto wao waume na wake motoni. Wakapitisha watoto wao waume na wake wapi? Motoni. Yaani ukisikia kupitisha, so kama alipita, hoja mimi naona ni zamani nilikuwa nikisoma ile andiko nikisema mtoto anapitishwa kati ya moto, sio sionekane mtoto wako upitishwa kati ya moto nafikiria kama vile Wahindi, ubatizo wa Wahindi vile unapita katikati ya moto tu unapita. Kumbe ni maana yake unadumbukizwa hapo, unaendelea kutokota hapo, unachomeka hapo. Hiyo ndio maana wakupitisha, yani unawekwa hapo. Sio kupitisha kama napita tu. Mimi nilikuwa nafikiria labda kama Wahindi vile wamebatizana sio nafikiria juu ya moto nini. Yaani maana yake wanawekwa pale wanachomeka. Unaona? Kwa ni ibada ambazo zinafahamika kama ni ibada za sanamu za namna hiyo. Kwa hiyo hata ukiwa na ibada ya sanamu, hata unakuwa hofu ya Mungu au jambo la kuua kwako linakuwa rahisi. Ndio maana hata Mungu Yesu alisoma katika hiyo Mathayo, Yohana nadhani 16. Nenda Yohana 16:1 pale. Yohana 16:2 soma. 16:2. Kwa sababu alijua tu baadaye wakisha tu wakiwa hawana Mungu hawa, kinachofuata hapo ni kuua. Yaani ukiwa huna Mungu wa kweli yule, yaani jambo la kuua kwako ni rahisi hapo. Na ndio maana tunaona wenzetu mfano wa Waislamu na kadhalika, ni jambo la kuua kwao ni amri moja tu, kichinjwa hichi hapo. Kwa sababu Mungu wa kweli hawana. Na tukiangalia ndugu zetu waloweka utatu pia nao, muda mwingine ukijadili nao unaona kabisa wanakuambia. Kuna mmoja nilimsikia, sikumshuhudia, lakini kuna mtu aliniambia kwamba anasema yani mimi huyu baadaye nikimtafuta huyu nakwambia nampiga zina nini alafu baadaye sinatubu. Kwani kutubu bei gani? Nikaona tayari hapa kakosa Mungu huyo. Yaani mimi siku nikimkamata unampiga kwani maana anapotosha watu sina nini, baadaye sinaenda kutubu. Kwani kutubu bei gani? Unaona kabisa huyu mtu kapotelewa Mungu, hana Mungu.
Soma hapo mtumishi. Anasema watawatenga na masinagogi. Watawatenga na masinagogi. Naam. Saa yaja atakapodhania kila mtu auaye ya kuwa wanamtolea Mungu ibada. Kwa hiyo watazania kuwa kila mtu anadhania anamuua wanamtolea Mungu ibada. Kwa sababu hofu ile ya kuua ndani yao imekosekana. Na maana ukiwa na ibada ya sanamu ndani yako, na maana Mungu akiondoka unabaki na sanamu. Kwa hiyo kuua kwako linakuwa jambo la kawaida. Endelea kusoma. Anasema na hayo watawatenda kwa sababu. Na hayo watayatenda kwa sababu hawakumjua Baba. Hawakumjua nani? Baba. Hawakumjua nani? Baba. Wala mimi. Ina maana ili usitende hao ya kuua, lazima umjue Baba na Yesu Kristo. Lazima umjue Baba na Yesu Kristo. Ili usiwe na sanamu, hapo ndo unakuwa na Mungu wa kweli. Hofu ya Mungu itakuwa ndani yako na kamwe hautaua. Lakini wale watakaofanya hayo watayafanya kwa sababu hamjui Mungu wa kweli wala Yesu Kristo. Unaona? Na hapo ndipo kwenye uzima milele. Kwa hiyo ukiondokewa na hayo moja kwa moja, hapo ndio unakutiari moyoni mwako unakuwa na ibada ya sanamu. Unaona? Na ibada ya sanamu ndio ibada ambayo imeshirikishwa na vitu vingi hapo. Ibada ya sanamu imeshirikishwa na vitu vingi, ulevu na kila kitu. Na katika Ufunuo, ukisoma katika Ufunuo 21 nadhani, waabudu sanamu wamewekwa pale, wote wataingia katika ziwa la moto. Si 21 ngapi nimesahau. Sasa hii ni mwisho wa presentation yangu. Kama kuna mtu ana mchango, nakaribisha michango. Hatari ya ibada ya sanamu kwa mwingine ambaye anaweza kaona akachangia, namkaribisha. Karibu mzee wa kanisa pale. Afu atafuatiwa na beo. Mambo ni mengi sana katika ibada ya sanamu. Watu wanaweza kaiona nje tu hivi, lakini uhatari wake ni mkubwa sana. Karibu mtumishi. Asante kwa sawa. Okay. Asante kwa mada nzuri. Ni kweli usipokuwa makini unaweza ukajikuta umefanya ibada pasipo kujua ya sanamu. Na tukiangalia, Mungu alikuwa anaifananisha ibada ya sanamu kama uzinzi. Sisi tunajua tumeitwa, ni kanisa la Kristo limeitwa kama bibi harusi, si ndio hivyo? Kabisa. Lakini kanisa la kishetani ameitwa ni kahaba, si ndio hivyo? Namuona kwenye Ufunuo 17. Ndio. Ambapo ibada ya kishetani tunaona ilikuwa moja ya kipengele ni ibada ya sanamu. Sasa hapo naomba nisome kitabu cha Yeremia 7:9. Inasema hivi: je, mtaiba na kuua na kuzini na kuapa kwa uongo na kumfukizia Baali uvumba na kuifuata miungu mingine ambayo hamkuijua? Kufuata miungu mingine ambayo hamkuijua. Ukisoma 3:9 Yeremia yenyewe inasema hivi: hata ikawa kwa sababu alikuwa mwepesi wa kufanya ukahaba, nchi ikatiwa unajisi, naye akazini na mawe na miti. Amezini na mawe na miti. Alikuwa enda nayo kitandani hao. Sasa sio kwenda nayo kitandani. Tafsiri yake ni kwamba huyu mtu alifanya ibada kwa sanamu, ambayo hiyo ibada tunaona ubaya wake ilikuwa ni kwamba moja ya kipengele, yule Mungu ambaye alikuwa anatukuzwa kupitia ile sanamu alikuwa anahitaji kafara mpaka za watu. Kabisa. Kafara za watu hazijaanza leo. Leo tunasikia wasanii wakubwa wanatoa kafara za watu. Tunasikia hayo mambo. Hayajaanza leo, ina mizizi yake huko nyuma. Sasa kwenye hilo kuna fungu hili la inaitwa ni Nahum 1:14 inasema hivi: tena Bwana ametoa amri katika habari zako ya kwamba asipandwe tena mtu awaye yeyote mwenye jina lako toka nyumba ya miungu yako. Nitakatilia mbali sanamu ya kuchora. Ndio mara nyingi tunaposikia sanamu tunadhani ni ile ya kuchonga tu. Kumbe kuna hata sanamu ya kuchora. Na sanamu ya kuyeyusha nitakufanyia kaburi lako, kwa maana mbovu. Mbovu ni mtu gani? Ameharibika. Ni mtu aliyeharibika, ila ametajwa kama mtu ambaye ana sanamu ya kuchora. Si ndio hivyo? Sasa natoa fungu la mwisho ili kuhitimisha mchango wangu. Habakuki 2:18 inasema hivi: sanamu ya kuchora yafaa nini? Mungu anatuuliza, sanamu ya kuchora yafaa nini? Kwamba umeweka picha unasema huyu Yesu, hiyo inafaa nini? Hata yeye aliyeifanya ameichora. Sanamu ya kuyeyuka nayo ni mwalimu wa uongo.
Yafaa nini hata yeye aliyeifanya aiwekea tumaini lake. Kumbe ile Katoliki wanavyotuambia hizi tunaziweka ila atuziabudu, ila Mungu anakataa, anasema nyie mnaziabudu kwa sababu mmeisha zichonga, kwa automatically mtaweka nini? Tumaini lenu pale, si ndio hivyo? Na kufanya sanamu zisizoweza kusema. Ole wake yeye auambiaye mti amka, aliambiaye jiwe lisiloweza kusema ondoka. Je, kitu hicho kitafundisha? Tazama, imefunikwa kwa dhahabu na fedha, wala hamna pumzi ndani yake kabisa. Lakini Bwana yumo ndani ya hekalu lake takatifu. Dunia yote na inyamaze kimya mbele zake. Kwa hiyo tunajifunza ya kwamba iwe ni sanamu ya kuchora, iwe sanamu ya kuchonga, zote ni mwalimu wa uongo kabisa. Tafsiri yake zitatupeleka katika uangamivu na sio njia ya kumwelekea Mungu. Asante. Amina. Mungu akubariki sana. Karibu mtumishi Beo. Maana ukiangalia zile picha za kuchora, mwisho wa siku unaashumu unaenda kumwomba Yesu, kuna kale kapicha kanakujia kama yule ndio Yesu, kaka zake anaweka zake hivi nini, wewe unapata picha hii, tafsiri linaokuja tu kichwani, ile ni sanamu moja kwa moja nakujia hapa, ni kiufupi. Unaona vitu vya namna hiyo. Karibu mtumishi. Asante. Mimi mchango wangu kidogo ulikuwa unafanana na ya mtumishi hapa kuhusu swala la uzinzi, kwamba uzinzi pia ni uzinzi wa kiroho kama alivyozungumzia mtumishi hapa, kwamba kuabudu miungu wengine au kutumikia sanamu na kusujudia ni uzinzi pia vile vile. Sasa kuna kitu na wewe umezungumzia kwamba hapo kuhusu ule Yesu wa kuchora wa kizungu ule. Mara nyingi huaga hata tukiwa ukisema tu Yesu kichwa ni picha ya kwanza kuja ni ile. Yaani hata kwa sasa hivi kusema kweli anaitwa Blind Deacon. Yaani mtu akifikiria Yesu lazima ije ile image. Inakuja ile. Sijui itakuwaje, itaondokaje. Kama maskini ya Mungu, yaani Mungu atuepushe. Sijui itakuwaje. Yaani hata mimi mwenyewe nikifikiria kwa siku ukitaka uone jambo limewakalia watu. Siku tafuta Yesu mwekee ngozi nyeusi, unakwambia sio Yesu. Sasa kile kipimo ambacho angekipata yeye kupima kwamba huyu sio Yesu, amekipatia wapi? Ndio tena unarudi kwenye ile picha ile ya ule Blind Deacon. Sijui itatokaje kichwani ile image kusema kweli. Kila siku ipo tu. Yaani hata mtu yeyote, mimi nadhani labda nijisemee mwenyewe kwa sababu siwezi kusema kila mtu hapa. Ni kweli. Kwamba nikifikiria tu Yesu naona yule Yesu wa kizungu. Sawa. Hata ukiwa unaomba unusi Yesu, ukitaja Yesu, yani haraka haraka picha ni ile. Imagination tayari ushatengenezewa. Jambo la hatari kwa. Sasa kingine pia maandiko hapa nasema kwamba usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu ya mbingu wala kilicho chini ya dunia. Usijifanyie sanamu ya kuchonga, kwamba usichonge sanamu ya aina yoyote. Yaani kuchonga tu sanamu tayari hiyo sio sawa. Yaani kwa mfano sasa tunakuja kwa wale wenzetu wanawahitaji watu wa kusini kule wanaochonga, mafundi wa kuchonga vinyago. Sababu kinyago nacho si sanamu kabisa. Kuna watu wanachonga vinyago, na pia tunakuta pale posta pale kuna sanamu ya yule askari Nyerere Square, sanamu ya Nyerere. Lakini vimewekwa tu kwa ajili ya kumbukumbu ya mtu fulani, si kwa sababu watu wanavisujudia. Je, sasa nilikuwa nataka kufahamu kwamba midoli tunaona labda watoto tunawapa midoli, wanachezea midoli, umeelewa? Midoli mbalimbali na mfanano huu na ya ng'ombe ya aina yoyote, umeelewa? Je, hivyo vinaingia ni mojawapo pia ya sanamu ambazo tunazizungumzia hapa? Je, na ni kosa pia mtu kuwa na sanamu tu labda na picha ya babu yake nyumbani ameitundika, au picha yako mwenyewe umeweka tu ukutani, ipo tu ina represent pale ya sio kwa nia mbaya ya kusujudia au ya kuabudu. Na hizo sanamu ambazo tunaziona pia zimewekwa mabarabarani huko, unakuta ni sanamu la Nyerere, la nani, la Mkapa, lipo tu mtu aliabudu. Sawa. Hapo nimekuelewa mtumishi. Mpe Mike Method na nitakaribisha michango na hilo jibu nalo litajibiwa. Sasa ni kwamba niliweke vizuri, ni kwamba sasa kuwa na sanamu lakini iko tu hata uisujudiu yabudi, ila huenda ni kumbukumbu, mfano picha. Kwa wale ambao wataenda kuchangia, naona muda wangu kidogo umeenda, watapitisha nayo jibu kama je ni halali, inawezekana hivyo unapokuwa ni sawa. Karibu mtumishi kwa mchango. Alafu kama utaweza kujibu utajibu pia. Haya, asante sana. Na nikianza kugusia kwanza swala lililouliza kwa upande wa picha ya mzazi wako, pengine sina jibu la moja kwa moja, lakini mpango wa kuweka sanamu mfano kama hizi za posta za wapi, si mpango wa Mungu, ni mpango wa Babeli
ambao baadaye ulikuja ukaingizwa na Rumi. Rumi ndio ina utaratibu wa kuweka sanamu kila maeneo. Mungu hata imidori sidhani kama ana interest nayo. Kwa mfano Bible nayo hapo. Naomba nisaidie. Nisaidie 17:16 Matendo. 17:16 Matendo. Huu mpango wa kuweka sanamu ati kwamba ajengewe sanamu mtu fulani kwa sababu amefanya jambo fulani. Kwa nini ajengewe? Ilikuwa ni mpango wa Babeli, ni Rumi ndio imekuja kukopi kwa sababu Rumi ni Babylon part 2. System zote za Babeli Rumi inauchukua. Kimbia na maana nataka anasema Paulo alipokuwa akiongojea huko Athene na kuona jinsi mji ule ulivyojaa sanamu. Unasikia? Kwa hiyo aliona mji umejaa sanamu wa Rumi. Athene ni Rumi. Roho yake ilichukizwa sana ndani yake. Kwa hiyo baada ya Paulo tu kuona mji wa Rumi umejaa sanamu, roho yake ilichukia. Kwa hiyo hakupendelea kuona sanamu. Kwa sababu sanamu Mungu kwanza ifahamike. Vita kubwa kati ya Mungu na wana wa Israeli ni baada ya kuingiza sanamu. Ukisoma ile Kutoka 32:1, baada ya kuingiza tu sanamu, ugomvi wa Mungu na wana wa Israeli ndio ukaanzia hapo. Na sanamu kama sanamu zilikuwa zinawakilisha miungu na ndiyo shetani alikuwa anaabudiwa kupitia njia ya sanamu. Unaona? Sasa sanamu kama sanamu, kwa mfano mtumishi ameongelea kuhusu kutoa watoto. Watoto walikuwa wanatolewa kafara kama sehemu ya kafara kuu baada ya kuona vitu vyao vilikuwa haviendi sawa. Ndiyo kafara ilikuwa inatolewa, na kafara ilikuwa inatolewa hasa kwa Mungu alikuwa anaitwa Moleki. Nisaidie Warawi 18:21, kitabu cha Warawi. Ilikuwa inatolewa kwa Mungu ambaye alikuwa anaitwa Moleki. Binti wadogo walikuwa wanatolewa kafara. Na baada ya kutolewa kafara inasemekana kwamba ulipokuwa ukitoa kafara kulikuwa kama na utukufu fulani hivi, mwangaza fulani wakati binti anatolewa kafara. Na fundisho hilo ndiyo chanzo cha Rumi kuingiza fundisho la toharani kwamba mtu anapokufa anapitia mateso kule ndio anapoenda kutakaswa. Originality yake inatoka katika fundisho hilo. Soma Walawi ngapi? Walawi 18:21. 18:21 Walawi anasema nawe usitoe kizazi chako chochote na kuapisha kwa Moleki. Kwa hiyo Moleki ndio alikuwa anapewa watoto wadogo, na ndio maana Mungu baadaye anakuja anapinga hilo. Soma Kumbukumbu la Torati 18:10. Mungu ndo anakuja sasa baadaye anapinga. Lakini baada kwa sababu Rumi ilikopi system za Babeli, ndio ikajaribu kuchukua zile ibada zote ambazo zilikuwa zinafanyika na wapagani, ndio ikaendeleza. Na imefanya hivyo lini? Ni baada ya Konstantino kuongoka. Hiyo historia ipo hata kwenye Pambano Kuu. Baada ya kuongoka zile sanamu zimechukuliwa, akachukua zile ibada za Babeli zote za wapagani, mwisho wa siku ndio akaendeleza nazo ikiwemo Jumapili. Ila kwa sababu wa Jumapili hawasomagi, hawezi wakaelewa mambo hayo. Soma. Asionekane kwako mtu ampitishaye mwanawe au binti yake kati ya moto. Unaona? Kwa hiyo walikuwa wanapitisha. Mwisho wa siku anakuja na kemea uchawi, wasihiri, wasoma nyota, waganga na vitu kadha wa kadha. Sasa kuhusu picha, mchango wangu wa mwisho. Kuhusu picha, nisaidie Hesabu 33:50. Kuhusu picha, Mungu alikuwa ameshakataza hata kuchora, si picha tu, hata mawe yaliyochongwa. Hata mawe yaliyochongwa wana wa Israeli walikatazwa kuyatumia. Hata tu hiyo nini. Kwa hiyo beo picha kwa upande wa mzazi wako mimi sina hiyo, siwezi kukujibu moja kwa moja. Lakini kuhusiana na masanamu, hata mdori usimpe mwanao mtoto eti mdori achezee. Soma andiko 33:50. Kisha Bwana akanena na Musa hapo katika nchi ya tambalale za Moabu karibu na Yordani hapo Yeriko na kumwambia nena na wana wa Israeli uwaambie mtakapovuka mto wa Yordani na kuingia nchi ya Kanaani ndipo mtakapowafukuza wenyeji wote na hiyo nchi mbele yenu, nanyi mtaharibu mawe yao yote. Unasikia? Wanaharibu mawe, maana mawe yalikuwa yamechorwa sanamu. Endelea. Yenye kuchorwa sanamu. Unaona? Na kuziharibu sanamu zao zote za kusubu, kuvunja mahali pao pote palipoinuka. Unaona? Kwa hiyo Mungu anasema hivyo. Sasa nisaidie Ayubu 31:26. Kitabu cha Ayubu 31:26. Ayubu anasema kama angetazama jua akashawishiwa naro, kama angebusu mkono wake akashawishiwa kufanya hivyo, basi hilo lingekuwa ni kosa mbele za Mungu wake. Soma andiko 31:16. 26. Anasema
kama nililitazama jua lilipoangaza, au mwezi ukiendelea katika kung'aa, na moyo wangu umeshawishiwa kwa siri, na midomo yangu imeibusu mkono yangu, hilo nalo lingekuwa ovu wa kuadhibiwa na waamuzi. Basi kwa hiyo Mungu hapendezwi na habari za sanamu. Huyo ndo mchango wangu. Asante. Sasa nikipata tafsiri hii inamaanisha kama una picha, huenda ile picha unaichukua, huenda unaibusu, una mention hivi, ile inakuwa ni sanamu, si ndivyo au sivyo? Kwa yaani picha, ndio maana nikasema kwa upande wa picha sina jibu rasmi moja kwa moja. Kwa mfano ni picha ya mzazi wako umeweka kama kumbukumbu. Sasa sina jibu rasmi. Lakini kwa intention ya kuweka midori, picha, kuchonga na vitu kadha wa kadha, inatosha. Maana najua pale originality yake. Karibu kwa mchango, na tunasindikiza na hilo swali. Vipi tukiwa na sanamu tumeziweka kama kumbukumbu, au wenzetu OGC kule wana masanamu picha nje ya wazee na zile staili hizo walizokaa, sio aliwaona lini wamekaa vile, maana kuna staili wamekaa zile Karibu, ni sahihi au sio sahihi? Karibu. Asante. Kwanza niweze kushukuru kwa somo zuri ambalo linaendelea kuamsha ufahamu wetu zaidi. Mimi niongeze kwanza kwenye jambo ambalo umelizungumzia mwalimu, kwamba usipokuwa na Mungu wa kweli, moja kwa moja umeangukia kwenye sanamu kabisa. Huo ni ukweli, na kwa neno ambalo mmeliongea hapo limenigusa, kwa sababu usipokuwa na Mungu wa kweli una sanamu, ina maana kwanza hasira zimekujaa kabisa. Na hilo jambo nimeliona kwa watu wote ambao wanaamini kwenye utatu. Mimi nimeanza kuwaogopa kwa sasa kabisa, hata kujadili nao, kwa sababu unahisi kwamba huyu mtu akikushika hata kwenye giza uko peke yako anaweza kakutwanga mti shingoni kabisa. Huo ni ukweli. Sasa nitaka kugusia hapo kwenye hizo sanamu, picha. Jinsi kaka amezungumza kuhusu picha, na mimi siwezi kuwa na comment kwa sababu sina ushahidi wowote hapo. Lakini unajua Mungu ana principle zake. Mungu ni Mungu wa utaratibu, na Mungu akisema amesema. Kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza nadhani 10:30, nafikiri kitu kama hicho, anasemaje hapo msomaji? Wakorinto wa kwanza 10:30. 30 au 31, kitu kama hicho. 10:30 au 31 anasema. 30 inasema, ikiwa mimi 31. Basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Basi hiyo ndio principle ya Mungu ametupatia. Kila tunachotaka ukifanya, tukifanya kwa utukufu wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo mambo yote ambayo binadamu ambao unaweza kufikiria kwenye akili yako kwamba nataka kufanya kitu fulani, jiulize, je, kitamletea Mungu utukufu? Kisipomletea Mungu utukufu hakina maana yoyote. Hata hizo picha, mimi siwezi kuchukua picha hata mama yangu, nimechukua picha nimeweka kando, mama yangu hayupo tena, kwa hiyo ile inakuwa kama kumbukumbu, inanikumbusha mama yangu ambaye ameshafariki. Kwangu mimi hiyo moja kwa moja haina msaada wowote, iwe kwangu na Mungu hapendi kitu kama hicho. Mama yangu ameshaondoka, ameondoka, ile imeishia hapo. Basi. Sasa hapo kuna kitu kingine hapo, maana hili naona jambo litakuwa zito kidogo kwenye swala la picha. Mimi ningetaka ni comment pia nalo kwamba picha zile, mimi ninavyofikiri pia zinaweza zikashawishika sasa kwenye ibada ya umizimu, kwa sababu ukiangalia zile picha zinapokuwa mpaka uzione mfano za marehemu, unaonyeshwa ni marehemu, ni vizuri kuonyeshwa ili mpaka unajitambua na ndo babako. Wenda babako alifariki wewe ni mdogo sana na umjui, ukatunziwa picha ili siku uje kumuona useme labda alikuwa anafananaje. Sasa napo pia itakuwa ni jambo baya au la? Napo pia kinaongeza hicho kitu kwamba umizimu, kwamba unaweza ukafikiria umemuota, kwa sababu uwezo kukiota kitu ambacho hukijawahi kukiona. Hiyo ndo halisia. Kile unachokiota basi ulikiona. Na hata wale mizimu watakuwa majini, niseme watakapokuja kukuotesha ndoto kwamba bwana baba yako amesema ukapalilie kaburi, picha yake inakuja ile ya mzee wako alionyeshwa. Kwa hiyo hapo kuna ushirika mkubwa sana huko hapo, lakini ni somo ambalo sekondari itafanyia utafiti au mtakaribisha kuja kulichangia kwa kina zaidi. Ila naona lina uzito. Karibu mwingine mwenye mchango hapa, afikisha aje ndugu yangu pale. Mimi na wazo mfano. Tunapozungumzia habari za picha habari za picha, unaona kwenye hivi vitabu vya wenzetu za kitama kama Roma,
kitabu chao kinasema ukiweka picha ya Maria itakukumbusha ili umuombe. Sasa ile picha ambayo unakuwa umeiweka inategemea na lile lengo ambalo Mungu anaangalia, lile lengo ambalo wewe unaichukuliaje ile picha. Mfano kama picha ukaweka kwa dhumuni la kwamba mimi nikiona hii picha ndio ninakuwa katika hali labda ya amani, au nakuwa nikiomba kitu kupitia picha hii ninakuwa ninasikika, umeona ile lengo ndio inakuwa shida. Lakini picha ambazo umeweka kwenye albamu kama za nyumbani kwako na nini, ambazo umeziweka tu kwenye kitabu, ambazo huna habari za kusema kwamba ukiziona zitakupa taswira ya ibada ndani, au kwa ajili ya kumbukizi la kusema kwamba huyu mtu ni muombe au ufanye nini, sidhani kama zinatija sana. Ni ile lengo ambalo linakuwa wewe na ile picha. Asante. Karibu ndugu yangu pale. Amina. Mimi naongezea kitu kimoja hapa. Mona kwa mujibu alivyosema ndugu yangu. Moja kwa moja, manake hizi picha, si ndio? Watu wengi, let's say mtu mzee wake amekufa, mzazi wake amekufa, umeona? Anaweka kwa ajili ya yani kama vile anataka ule uwepo. Shaelewa? Yaani hizi picha za wafu, yaani ni moja kwa moja ni ibada ya mizimu, serious. Shaelewa? Mtu alikaa anaanza kufikiria kwa mzee wangu yupo karibu sasa, umeona? Lakini anachukua naiongelesha. Lakini sasa tukisoma maandiko kwenye Biblia huku, Mungu kuna mambo ambayo anasema hata kwenye miimo ya milango tufanye tuyaandike. Hii Kumbukumbu la Torati 6 anaanzia 6 mpaka mstari wa 9 hapa. Anasemaje? Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii kuyanena uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo, na uondokapo. Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako, nayo yatakuwa kama utepe katika macho yako. Tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya malango yako. Kumbe kuna mambo ambayo Mungu ambayo anatuamuru sasa sisi ndio ayo sasa ndio kama ya kuyaweka. Umeona? Ila sio haya mapicha haya. Umeona? Kwa kama unataka weka kitu cha ukumbusho, I say kama vile Musa, kitu ambacho Mungu alimwamuru Musa kuchonga hata kwenye zile mbao za mawe, ni amri zake, maandiko. Bandika pale. Inakuwa inakukumbusha. Ni good ukumbuka neno la Mungu kuliko kukumbuka mtu alifanyaje. Ila ni tuko mbali sana na ufalme wa Mungu. Karibu mtumishi wangu pale. Maana leo badala watu waandike maneno yale, wanapewa rozari watembee nao kila kona. Yaani badala ya maandiko wanapewa rozari watembee nao kila na picha ndio iwakumbushe. Sasa huyo Mungu leo si ana kazi gani? Mimi sijuagi hapo. Karibu. Asante, naunga mkono pia hiyo hoja hapo. Yaani ukweli mimi nimefuatilia kwa Kristo tumeacha yale mambo ya msingi. Mfano hao wanaoweka hiyo picha, ukimuuliza amri 10 za Mungu hazijui. Na sio tu hao, hata tu wengine huku ambao wako kwenye hata makanisa ya Kipentekoste, amri zile tu 10 akumuulize hazijui. Lakini ukimuuliza mambo ya masanamu atatetea hapo hiyo hoja mpaka mnapishana kabisa. Sasa ukisoma Biblia wa Korinto wa kwanza ile pale 6, usome tu mtumishi hapo. Wa Korinto wa kwanza 6? 6 kuanzia 12 nafikiri pale mpaka 17. Namna ambavyo Mungu mwenyewe Paulo anajua kwamba hakuna mapatano. Sasa si binadamu tuna tabia moja ya kupatanisha vitu. Yaani tunaweka ushirika kwamba hiki kitu inawezekana ikawa sawa. Lakini kwa Mungu ni ameweka kabisa ni mbalimbali. Soma tu hapo mtumishi hapo. Sema viendani vipatani kabisa. Vitu vyote ni halali kwangu, ndiyo, lakini si vyote vifaavyo. Vitu vyote ni halali kwangu, lakini mimi sitatiwa chini ya uwezo wa kitu chochote. Ndiyo. Vyakula kwa tumbo na tumbo ni vyakula. Wa kwanza Korinto 10, wa kwanza Korinto 6:12. 14. Naye Mungu alimfufua mbona? Wa pili basi samani wewe. Kweli nimekosea. Wa pili 6:12. Anzia tu 12 hapo. Anasema amsongwi ndani yenu bali mwasonga katika mioyo yenu. Ndio. Ngoja nianze 14. Msifungiwe nira pamoja na wasioamini. Ndio. Kwa jinsi isivyo sawasawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Ndio. Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Asante. Hapo kwanza hapo haki na uasi. Leo tunaona kuna watu ambao haki na uasi wanachanganya. Vende sawa. Mna bwana.
tunachonga kwanza. Kwani shida nini? Unaona wanachanganya, nataka kuchanganya. Endelea hapo mtumishi. Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliali? Kristo na Beliali au yeye aaminie na sehemu ana sehemu pamoja na asiyeamini? Ndio. Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Hekalu la Mungu na sanamu. Unaona hayo mambo? Kwa hivyo vitu havipatani kabisa. Lakini unakuta ni Mkristo kabisa, tena anakuambia mimi naiamini Biblia, lakini ukienda hapo yani mnapigana kabisa hapo. Sasa asante. Umemaliza? Asante ndugu yangu huyo. Hapo umeikumbusha kitu, kwa maana sasa hivi sisi ndio hekalu, si ndio? Manake sasa hatuna upatano kabisa na sanaa, yani kivyo vyote vile. Hata wewe sisi umepata hela, umepata utajiri, una jumba lako afu nje ukalichonga sanamu lako ukaliweka pale ukasema nakumbusha tu, hiyo haiko. Karibu mtumishi. Asante, na shukuru kwa michango na hoja mbalimbali ambazo zimetolewa. Lakini kweli swala la picha nimeungana na mtumishi pale kwa hoja ya kwamba hivyo vitu tena havina maana, na pia wewe umesema kwamba inategemeana hiyo picha unayo kwa maana gani. Lakini picha siku zote, hata unapokuwa na wewe ya kwako unapopiga, ni kwa ajili ya kuchukua kumbukumbu. Popote pale, hata mtu tunapopiga picha, tumepiga picha hapo nje, baada ya miaka 5 unaangalia ile picha unakumbuka kumbukumbu, si ndio? Sasa kumbukumbu ni kitu kibaya, hata kama kwa sababu huna lengo la kusema kwamba labda kuna wale ambao kweli umesema kwamba wanaongelesha zile picha, wanalia, anaenda mbele ya picha ya mama yake analia, labda mtu whatever, umeelewa? Hiyo kweli ni mbaya. Lakini tunapiga picha pia kwa ajili ya kumbukumbu, umeelewa? Tumepiga picha huko zamani, babu yako alikuwaga hivi, hichi kipindi kilikuwaga hivi. Ni moment ambazo ni series of moments tunakuwa nazo kwenye maisha yetu, na hata tunapiga picha sisi wenyewe hapa tunazitunza. Sasa kama ni hivyo, basi ina maana hatuna haja ya kupiga picha na kuzitunza, hazina maana yoyote. Kama uwezi siku moja ukaangalia ukakumbuka au ukahifadhi, maana unakuwa na album nyumbani zina picha mbalimbali, umeelewa? Lakini mimi kwa upande wangu sasa, mimi hii ni jinsi ambavyo mimi naona na nafikiria kwamba ni wewe unakuwa lakini kuna mstari mwembamba sana kati ya kujikumbushia kuangalia picha kwa kumbukumbu na kufanya ibada ya sanamu. Ni kweli, kwa sababu wale ambao wanasema labda wanafanya 40 ya ibada ile sasa ya mfu ibada ya ile ibada, labda mtu amefariki ya siku 40 wanafanya sherehe, sijui inakuagaje ile, wanakuwa na picha yake pale wanaiweka kama yuko pamoja nao. Kama hayupo ni maana kama yuko pamoja, sijui wanamwenzi yes, kwamba ametimiza muda fulani baada ya kufariki siku 40, si ndio? Wanakuwa nayo pale kwa lengo hilo. Lakini kama wewe unayo picha kwa lengo tu la kumbukumbu, hata kuonyesha watoto wako, labda pengine kama uliposema kwamba labda mama yenu alifariki akiwa nyinyi hamjamona, huyu hapa picha yake, sio kitu kibaya kwa jinsi ambavyo mimi naona kwamba unaweza tu kutunza picha kumbukumbu ukaangalia, lakini sasa kusema ukazibandika mahali, hiyo pia inaweza kapelekea kwenye mambo ambayo itakutempt kufanya ibada ya mizimu. Hivyo ndio ninapoona. Umechangia vema, na unaona nasema lisomo pana sana, na kama ulivyosema kweli mstari mwembamba hapo ni mwembamba kweli kweli. Yaani mwisho wa siku unaweza ukajikuta unaifanyia ibada. Muda mwingine unakuta kama nitolee mfano hapa Tanzania, mtu kaenda kuchoma picha tu, lakini tunajua kilichompata. Yaani kwa maana yao pale kwao ile wanaona kabisa amemfanyia fulani dharau. Yaani tayari pale inamaanisha hata ile picha ni yule ni fulani. Na maana hata siku unakuta hata wachezaji wengine nembo liko chini pale alikanyaga na lipisha, kwa maana anaipa uhai ile kitu. Hiyo ni mbaya, unaona? Na hata hata unaona pia, lakini kwenye swala kufanya kama kumbukumbu kweli inaweza likafaa. Kwa nini? Mfano kama Yakobo naye alivyoota ile ndoto katika Mwanzo ile nadhani ngapi pale, alivyoota ndoto akaweka jiwe pale chini, akasema mahali hapa napaekea kumbukumbu, akapaita jina lake Betheli. Mbona akaleka jiwe iwe kama kumbukumbu. Kwa hiyo hakuna, kama angekuwa na picha angepiga pale, tunaona kama angekuwa na smartphone angepiga sehemu hii fulani kwa ajili ya kumbukumbu fulani. Wenda labda. Sasa ndio maana nasema hili somo nalo pana sana. Kwa hiyo
tukatafakari na kulichambua na tuweze kuangalia kweli ni vipi tuzitumie hizi picha, kwa sababu ni kweli hata sisi wenyewe tunapiga hapo nje, nikumbuke ndugu yangu, muda mwingine kuna picha ukiziangalia unasema nimetoka mbali, maana yako ni nini? Kumbukumbu. Lakini sasa kwa mtu aliyekufa, na ndio maana nataka niseme labda huenda kwa picha ya mtu aliyekufa kunakuwa na hatari sana bila picha ya mtu aliye hai, huenda kwa picha ya mtu aliyekufa na picha ya mtu aliye hai kuna tofauti. Huenda yule aliyokufa wewe utachukua ile na kuitunza, huenda utainyenyekea au utaiheshimu kama wanavyosema wenzetu, hiyo haistahili. Unaona? Karibu uona mchango au unaniambia dakika 5? Sema kidogo mpya ndugu yangu George hapo. Unaona? Kwa hiyo mambo ambayo muda wenyewe ushaisha, tunasubiri tu watu waje watoe neno la hitimisho basi. Haya sawa. Kwa hiyo muda wenyewe ushaisha, tunagaragara tu. Sasa ushauri tu ambao nadhani nikatoa kuhusu hizi picha hizi. Picha mimi hii haijaandikwa. Kwa hiyo ninachotoa ni maoni, haijaandikwa. Labda naweza nikatoa maoni hivi. Watu kupiga picha kwa ajili ya kumbukumbu ni sawa. Lakini kwa yule aliyekufa tayari, mimi nashauri picha yake kama unayo ichome au ifute kama ipo kwenye simu, kwa aliyekufa tayari, kwa sababu hata huu ni ushauri nimesema, hata kama ukichukua hiyo picha ukisha ionyesha labda mwanao, labda mama yenu au babu yenu au nani, kitendo cha kuanza kuvuta hisia na kuanza kumvutia hisia, labda pengine angekuwepo, labda dhiki hizi zisingekuwepo, au baba yenu alikuwa na pesa, baadaye akaja alipofariki ndugu akachukua mali, kitendo cha wewe cha kuanza kuifikiria ati kwamba angekuwepo, pengine ningekuwa na pesa, maana yake ushamuingiza kwenye ibada ya sanamu na umeipa uhai. Unaona, ushamuingiza kwenye ibada ya sanamu. Kwa hiyo kama unapiga picha, piga, hifadhi, lakini inapotokea mtu ameondoka, futa. Si lazima ukae nayo. Hayo ni maoni yangu, lakini karibu ndugu yangu hayapo kwenye neno. Afu mpe Frank anaenda kwa wale onyosha. Na akinyosha sasa hivi namweka kwenye foleni. Ila ni kama tulivyoona kweli, huenda kuna tofauti mkubwa sana kati ya picha ya marehemu na picha ya aliye hai. Jinsi treatment zinavyokuaga hapo, mwisho siku kwa yule aliyokufa zinakuwa ni ibada kabisa za wafu. Au muda mwingine mtu unakuta kaichukua picha anaichana kichwa, anaitoa kichwa, bwana huyu mimi sipo naye sasa hivi. Kwa hiyo ana mention ile picha bado yupo naye. Unaona? Kufanya apiga picha na mtu, yana akikata kile kichwa pale, ile nayo inaonyesha kabisa ile picha inavyoichukulia maoni mwake kama ule ni uhai. Karibu ndugu yangu George. Asante. Mimi nadhani kwenye neno la Mungu kuna kukua, na kila mtu anakuwa kwa wakati wake, na mimi nadhani kitu ambacho Mungu anakiangalia sana ni nia. Kuna mambo ambayo unaweza ukafikiri labda ni kosa wewe kama wewe, lakini nia yako ikoje? Mungu anaangalia nia. Tunaweza tukazungumza ndio picha sijui ni mbaya, sijui ni nzuri, lakini nia yako ya mwanzoni ni nini? Mimi nafikiri hicho ndio Mungu anakiangalia sana, kwa sababu hata hivyo kuna watu wanalipa mapesa waende angalie sehemu ambayo wamemzika Yesu, waangalie kumbukumbu hizo. Tunasemaje nao watakuwa wamekosea wale watu ambao wameenda kuangalia vitu kabisa halisia, kwamba Yesu hapa ndo sehemu amezikwa, sijui hapa ndo amezikwa mtume fulani, mambo kama hayo. Je, au utasema wamekosea? Lakini nia yako ikoje? Umeenda kwa nia ya kuabudu au umeenda kuangalia na kurudi zako? Kwa sababu hiyo ndo nia, ndo Mungu anaangalia sana. Ni kama kisi bila natuambia macho yako yanaweza yakakufanyisha dhambi au yasikufanyishe dhambi. Unaweza kaangalia kitu na usiwe na nia mbaya na ukaondoka zako, lakini mtu mwingine anaweza kaangalia kitu kwa nia mbaya na moja kwa moja akawa amemkosea Mungu. Kwa hiyo mimi naamini kwamba Mungu ambaye anatujua ndani na nje, yeye ndo anaona nia yako ikoje. Nia yako ya kwanza, je, ni mbaya au nia yako ni nzuri? Mimi hapo ndo naweza nikaishia. Amina sana. Mpe mtumishi Franki, umenikumbusha jambo moja mtumishi. Ila nia kweli napo vinachangia katika hayo mambo. Mfano kama mimi kuna movie moja nilikuwa naangalia, mke wa mtu kamkaribisha mtu ndani. Sasa ndani kuna picha za mwenyewe nyingi. Kwa hiyo kila kipita kuna ile picha kimuona kama namwangalia kweli. Anaichukua anaifunika. Yaangalie huko. Wameenda sehemu fulani, anataka afanye kitu fulani, picha inamwangalia kabisa. Anaichukua. Kwa kama anaipa uhai fulani. Kwa ni mambo ambayo kama hivyo, au sehemu mtu unakuta anaingia sehemu ya heshima ofisini, kuna picha ya mtu fulani, ile picha au unaenda ingia kwenye ofisi ya waziri mkuu, picha yake ukaigusagusa ukaiangusha, yani bora uvunje glasi 10 ila sio ile picha.
yani tayari ni kama umemdharau yeye. Yani mtu picha, uhai wake, nafsi yake kaipa ile picha, yani kwamba uitunze hivi na hivi, yani ni vitu ambavyo au mtu anaenda mbele ya picha anainamia hivi na mambo kama hayo. Au kama wanavyosema kama ni makaburi ya mtu fulani wa heshima, watu ukienda mfano kwenye makaburi marehemu rais fulani aliyokufa hapa, mimi naonaga zile picha watu wakienda wengine pale, ili ni sujudu kabisa, wengine pale wanasujudu au wanabusu hata ukuta wa moja ya marumaru pale. Sasa ile ni ibada inaenda kwa wafu moja kwa moja, yani hamna kingine kitu kama hicho hapo. Karibu mtumishi. Asante. Mimi naendeleza hapo kwanza uliposema mtumishi, Mungu akubariki. Hii ni issue ya ibada pia. Yaani tusichukue kwamba eti ni kufanya tu. Maana mfano nije kwa mtumishi hapa amezungumzia jambo la hisia. Ujue ukishaona kitu ina ile hisia inakuja. Afu unakuja kuzungumza kwamba huyu mtu bora asingekufa. Yaani unakuja unatoa kufuru fulani. Kwa sasa hivi vitu, mfano mimi nitolee mfano, nilienda kuzika bibi yangu. Yule katika wajukuu, mimi ndio mjukuu pekee ambaye nimekaa naye muda wote. Ila tena saizi nahuzunika kwa sababu kuna matukio yalikuwa nakumbuka. Yaani ile feeling tu na kwamba maisha alivyoishi, alikuwa anasumbuliwa sana na mambo ya mapepo haya. Na amesumbuka sana. Ingawa pia ndo nimekuja kushtuka karibuni nikajua kumbe Waadventista wa Sabato, jamani, Mungu atubariki sana, tuzidi kuwa na nguvu. Alikataa kuombewa na Wasabato. Kwa sababu sasa najua hapo kuna nguvu alikuwa anaiogopa. Ila na wao wengine walikuwa wanakubali. Sasa ndio kwenye hii point ya hisia kwamba kile picha ukishaiona kuna hisia unavuta. Mfano mimi nikakaa naye picha za yule bibi yangu. Kuna hisia nikivuta naumia zaidi. Mfano hata wale wazazi wangu ana watoto 10. Mimi najua kabisa kwenye hili somo tu kaenda kuwafundisha ni maumizano hapo, ni kilio, watalia sana. Lakini angekaa mtu akajifundisha kuhusu mambo ya masanamu, akajua namna Mungu anavyochukia masanamu, hayo mambo hata asingehuzunika na angejua. Lakini sasa kwenye upande wa ulimwengu kama hivyo wamevipa vile vitu sifa. Yaani leo ukigusa yale masanamu ni unagombana nayo kabisa. Bwana Yesu asiwe sana. Kwa sasa hivi issue, yani tuangalie kwa upande wa ibada. Yaani tunachokifanya kama mtumishi George pale alimetoa ile fungu, kama tunaona Mungu alimpe utukufu, la nini kulazimisha? Na kwa nini? Yaani unajua kuna vitu vingine nimegundua kwenye Ukristo, ndio maana tunafika vitu tunavifanya kwa unafiki. Kwa nini mimi kama shawi, kwa nini nisikupende ukiwa hai hapa? Lakini ukifa ndio jifanya sijui maua, sijui mala, sijui. Kwa nini hayo maua usiniletee nikiwa hai? Kama umesikia na unanipelekea hata shati, eti beo. Kwa nini nikifa ndio nikumbuke zaidi? Yaani kwa nini mimi nikifa ndio nikumbuke zaidi kuliko hata niko hai? Asante, mimi nilikuwa tangu amina. Yako mengi. Nitamalizia na Ufunuo Yohana 13:15 inasema akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene. Kwa muda mwingine kunaweza kuwa na sanamu afu sisi wenyewe tukaipa pumzi, tukaifanya iwe na mamlaka. Hapo ndipo ninapopea kwenye tatizo. Mfano kama picha unaipa tu hai, unaona ananiangalia, au unatembea unaona picha jinsi ilivyopigwa. Unajua kuna wengine wana ustadi mkali wa kupiga picha, ukitembea ukienda huko kama inakuangalia anageuza jicho hivi. Ukienda huko ni mambo ambayo unashumu kama unakuangalia kweli au unataka kudokoa kitu na ananiona. Ni mambo ya ajabu sana. Mungu atusaidie sana. Sasa mimi nitakuwa nimetamatisha somo langu. Tutaenda kuangalia mambo na tuangalie uhalali wa kutumia picha ili tusidondokee katika ibada za mizimu na ibada ya sanamu. Basi tufunge kwa ombi. Baba mtakatifu, katika jina la mwanao Yesu Kristo, tunakushukuru kwa neno lako hili Mungu. Umeweza kututafakarisha mambo mengi na tumejifunza mengi yatokanayo kwako. Neno lako ni pana sana Mungu wetu. Tunakushukuru kwa hichi kidogo tulichopata, tukakishiki na tukakuhifadhi na tukaendelea kutafuta mengi. Lengo ni kujua utimilifu wako na kutengeneza pale ambapo Bwana tumeharibikiwa. Adui mwovu shetani ameharibu mambo mengi Mungu. Nasi tumeyakuta wazee wetu wakiyafanya, tumewakuta mababu zetu wakifanya, mama zetu wakifanya, lakini Mungu tunataka kutengeneza. Nasi tunaomba utuonyeshe njia ile ya kweli, tukatengeneze sasa na uwezo wako, nguvu zako, mamlaka yako na uweza wako wa kiungu Mungu, katuweke ndani yetu tuone kuiona uasi na ubatili wote, tuepukane nao Bwana. Tunakushukuru ibada yako ya leo, nasi nakamilisha kipindi kingine Mungu kinachofuata. Nikiomba na kushukuru katika jina la mwana Yesu Kristo. Amen.